Mimi naitwa Hassan Jabir Hamdu umaarufu Dijong Al-Kasusi Mamba. Juma Ramadhan Juma, wanamuita DJ Kiozi umaarufu natumia jina hilo. Okay, sawa. Jana tarehe 18 mwezi wa 6 tulifanya hamasa juu ya kampeni ya mswada wa kisheria chini ya Mama Samia Suluhu Hassan. Hii ni awamu ya pili ambayo inaenda, lakini kutokana na uhalisia ambao tuliokwenda kuona au kuenda kujionea, tumeona juu ya vitu ambavyo vinavyowasibu wananchi. Kuna watu hawajui sheria, lakini kuna watu wana matatizo, wanahitaji msaada wa kisheria. Hivyo jambo hili ambalo lililoletwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kuweza kusaidia wananchi limekwenda kuleta tija kubwa sana. Hakika, kwa sababu kwa tafsiri tuliyofanya jana kwenye matangazo kupita chocho hadi chocho, kwa hiyo tuligundua mengi sana, ikiwemo kwamba changamoto za kisheria wengi wanapigwa kwenye ana shida mwanasheria bila kuwa na sheria kama huna fedha. Kuna mzee mmoja jana tuliweza kufanya naye mazungumzo, akazungumza live, akasema hizo okay, Mama Samia tayari kisha hao wataalamu wa kisheria, lakini kuna changamoto ambayo ilikuweko. Hao watendaji ambao wamechaguliwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, wao ndio wanawaletea matatizo hao ambao wanaofikwa na matatizo wenye shida. Je, wao watapatia wapi? Kwa hiyo tatizo ndani ya tatizo tatizo juu ya tatizo. Lakini tumeweza kuambia kwa sababu tarehe 20 June Daktari Samia Suluhu Hassan yeye ndiye atakayekuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa kampeni hiyo ya msaada wa kisheria pale Dole. Lakini kuna vituo ambavyo vimewekwa, vituo vitatu ambavyo vimewekwa kwa Zanzibar. Kituo cha kwanza kitakuwa Mapinduzi Square kwa wilaya ya Mjini, lakini kituo cha pili kitakuwa Magharibi B, uwanja wa Mzee Mgeni, njia Mambo Sasa. Pale kutakuwa kuna wataalamu ambao watakaoweza kutatua changamoto za msaada wa kisheria. Alafu hilo jambo ni bure. Daktari Samia Suluhu Hassan amekwenda kutuletea msaada huo wa kisheria bure. Hivyo kama utakuwa una shida, umedhulumiwa kiwanja, umedhulumiwa nyumba labda ya urisi, lakini una matatizo, labda familia yako au mtoto wako ameweza kudhalilishwa, lakini hukuipata haki yako ya kimsingi sababu tu huna fedha, wenyewe wanasema huna mpunga. Unahisi hizi mama aliona mbali sana kwamba sheria, wengi matatizo ya sheria wanapoteza haki zao kwa sababu ya kifedha. Ndio, kwa sababu leo hii utakapotaka kumpata mwanasheria, hebu jiulize, una kesi yako. Mimi niliwahi kushuhudia kesi moja pale mtaani kwetu. Yaani kuna kijana ambaye ni rafiki yangu. Sawa. Alikuwa ana matatizo, amedhulumiwa nyumba ya kwao. Baba yake amefariki, ameacha mali na vitu hivyo. Kadhulumika. Lakini sasa anahitaji haki yake. Wapi ataipata? Hana kazi, hana chochote, na tayari kishadhulumika. Mwanasheria kwenda kumuona unaambiwa labda 1,000,000 au 500,000. Ukitoka hapo manake mpaka kesi yako iframe, sijui ifanye nini, wana harakati zao wanazozifanya mpaka kesi inakamilika, labda unapata haki yako, manake unaenda kupunguza zaidi ya 500,000 au 7,000,000 na kuendelea. Sasa kile ambacho ulichokwenda ukukidai, unajikuta kwamba unaenda unadai, unapata haki yako, afu unaenda unakiuza kwa ajili ya kumlipa mwanasheria. Unakinunua mara mbili. Sasa jambo hili ambalo alilofanya Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu msikivu sana, rais wetu ana huruma sana, mama wa nchi Daktari Samia Suluhu Hassan. Wananchi wengi jana ambao niliokwenda kukutana nao katika kuwafanyia hamasa ili tujitokeze, kwa sababu kuna watu hawana taarifa. Jambo kubwa ambalo pia linalotusumbua sisi wananchi kupata taarifa, kiunganishi kati ya taarifa kutoka serikalini na sisi wananchi. Baadhi ya wananchi hawapati kwa sababu kuna watu wana matatizo. Nilikutana na huyo mmoja kwenye baskeli, nilikuwa naye, ananiambia mimi nimedhulumika, lakini nitafanya nini? Mtu anajiuliza nini ambacho nitakachokifanya. Kwa hiyo hajui wapi kwa kukimbilia. Kwa hiyo jambo hili ambalo lililokuja kusogezewa karibu fursa hii, tunakwenda kutatua changamoto zetu, na wananchi wengi ambao wenye matatizo haya watakwenda kupata msaada wa kisheria bure. Kwa hiyo nitakwambia wananchi tujitokeze kwa wingi siku ya tarehe 20 na vituo ambavyo viliwekwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa ajili ya shahada ya kisheria. Yaani vituo vimewekwa vitatu,
lakini kumekusanywa kwa sababu kuna ile tume ya ofisi ya Rais, Katiba, Sheria na Utawala Bora kwa kushirikiana na Wizara ya Katiba, Sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Manake ndo wameunganisha nguvu na wataalamu wa kisheria wamekusanywa, wamewekwa katika hivyo vituo. Kwa hiyo manake ikiwa una shida yako ya kisheria na huna sehemu nyingine ya kwenda kukimbilia, basi kimbilia pale. Zoezi litakuwa tarehe 18 hadi tarehe 5 mwezi wa 7. Wenyewe tunaita majuntari wa kisheria watakuwepo kwa ajili ya kuweza kusikiliza changamoto. Brother, mimi nitoe wito kwa wananchi, jambo hili ambalo Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kupitia taasisi ya Mama Samia Legal Aid Campaign hii inakwenda kutatua changamoto nyingi. Changamoto kwenye jamii ni nyingi sana. Kuna mivutano brother, kuna mivutano mingi, lakini kuna watu wanadhalilika, wanatupa utu wao kwa ajili ya kupata haki zao. Kuna watu ndugu zao na familia zao wengine wapo ndani, wanahitaji msaada wa kisheria ili kuweza kutatua changamoto ambazo zinazowakabili. Kuna watu wapendwa wao wamewapoteza, kuna watu watoto wao wa kuwazaa wamedhalilika, lakini kwa vile hawana kitu au kwa vile wamekosa njia za kuweza kutatua shida zao, wanakuwa wanyonge. Daktari Samia Suluhu Hassan amekwenda kuwatua mzigo mkubwa wananchi ambao hawana msaada wa kisheria. Sasa hivi tumeletewa msaada wa kisheria na kampeni hii itakwenda kutusaidia totally 100%. Kwa hiyo ukiwa na changamoto yako, wahi mapema katika vituo ambavyo vilivyowekwa. Lakini nipende kutoa wito kwa wananchi juu ya kuweza kupata msaada wa kisheria. Mama Samia awamu ya pili anatuletea msaada huo. Tukutane siku ya tarehe 20. Njoo zako mapema. Viwanja, mageti vitafunguliwa mapema kabisa kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 1 kamili. Kabla ya kufungwa mageti hayo, tukutane katika viwanja vya Dole. Daktari Samia Suluhu Hassan atakuwa ndiyo mgeni rasmi katika uzinduzi wa kitaifa wa kampeni ya msaada wa kisheria tarehe 20 mwezi huu wa 6, yani tunasema ni kesho, siku ya Jumamosi. Hii ukikosa ni wewe, sio mimi tena, Dejong Alkasosi Mamba. Mama Samia, mama mwenye imani, mama mwenye maono na mama mwenye kusikiliza kero za wananchi wake. Kukusanyika kwa wataalamu wa kisheria, tunakwenda kutatua shida zetu, tunakwenda kupata muafaka wa matatizo ambayo tuliyokuwa nayo. Daktari Samia Suluhu Hassan, mama wa taifa hili, sisi vijana wazalendo tunasema umetuheshimisha, na hii ndiyo kazi na utu, tunasonga mbele. Ama kweli kazi na utu, tunasonga mbele.